akaambiwa ya kwamba Bwana ameibarikia nyumba ya Abinadab na vitu vyote alivyo navyo kwa ajili ya sanduku la Mungu. Daudi akaenda akalileta sanduku la Mungu kutoka nyumba ya Abinadab mpaka mji wa Daudi kwa shangwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maana nasema ile sanduku miezi 3 ilifanya huyu mzee abarikiwe sana na boma yake na vitu vyake vyote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama alikuwa mwanabiashara ule Abinadab, biashara yake iliendelea sana. Kama alikuwa mtu wa kulisha kuku zake ziliendelea sana. Kama alikuwa mtu ambaye ni mwaminifu, ni mtu wa kufanya biashara yote ile, alifanikiwa sana sababu ya kushikilia sanduku. Haleluya. Na alishika kwa muda wa miezi 3. Watu walipopiga kelele sana, sanduku likaendewa, na ile kelele ilikuwa ya kwamba ile boma imebarikiwa sana. Na sababu boma ilikuwa imebarikiwa, Daudi kuendea sanduku na kulipeleka kwake nyumbani kwenye linafaa kukaa zaidi. Haleluya. Haikuwa na shida kwa sababu already baraka zilikuwa zimeteremka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo miezi 3 ambao Mungu anasema ni mwezi wa 11, Disemba na Januari mzima. Hiyo miezi 3 washirika wa Emmanuel tujisikie sana. Wale watu ambao wanatazama kwa mitandao na wanasimamanga na hii kazi, washikilie kazi ya Mungu sana. Haleluya. Kama ni fungu la 10, toa kabisa. Kama ni sadaka, toa kabisa. Kama ni shukrani, toa shukrani kabisa. Kama ni maombi unatuma ukaombe, omba kabisa. Ukituma hata siku 6 7, enda. Haleluya. Shikilia sanduku, shikilia kazi ya Jehova. Bwana asifiwe. Na nimesema after 3 months, ama kwa miezi 3, watu wa mji ule wakaona mtu amebarikiwa sana na vitu vyake vyote. Waliongea sana, sanduku likaendewa, na lilipoendewa lilikuwa limeacha baraka nyingi sana pale. Hata ukibeba sanduku na jenye Mungu atakuwezesha. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna baraka zitateremka kwako, kuna ushindi utateremka kwako. Hapo zile vitu utaaminiwa na Jehova mmoja wewe ama wewe mwingine, vitu hivyo after 3 months zitakuwa zimerudi mahali kunafaa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nazo ni vitu utachunga, ni vitu utaangalia, ni vitu utakao kilinda kama watchman. Nazo zitaleta baraka kwa ngoma yako. Zitaleta baraka kwa biashara. Zitaleta baraka, zitaleta ushindi mkubwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni mambo Mungu atafanya mpaka maliba waongee. Ni mambo Mungu atafanya mpaka Haleluya. Shina hili kuna watu wana siku za touch. Tukifika mwezi hiyo 3 ikienda kuisha, kuna watu watakuwa wamerudi siku zao. Hivi najua kuna watu hana siku za touch hizo kutuangalia kwa mitandao na kuona mambo penye nchi inaenda. Miezi 3 kutoka next month mahali itaenda kuishia. Haleluya. Kuna watu watakuwa wameona Mungu sana. Kuna watu watakuwa na masuti mapya kwa nyumba zao. Kuna watu watakuwa na viatu vya ajabu. Kuna watu watapata pesa ya kulipa shule karibu mwaka na mwaka. Haleluya. Because there is God in heaven. Ningetaka waambie ni kuna kibarua kutoka leo. Kutoka leo na mimi nataka uende ujiandae kwa mafikira yako kabisa, ni sababu hiyo kibarua utafanya. Na tukigonga tarehe 1 next month, ama hii Sunday tunaelekea kienda manyumbani, hiyo kibarua najua kwamba itakuwa imeanzia, na miezi 3 hesabu kuna baraka nyingi zitateremka. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu watashangaa, kuna watu watakuona na masuti za kusangae, kuna watu watashindwa, na nchi iko ngumu, maisha yako inasonga mbele na mnaishi aje. Haleluya. Kuna Mungu atateremka na atatenda mambo mema. Ile kitu iko ni ya kwamba kuna kushikilia sanduku for good 3 months. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu atafanya mambo mema na atafanya mazuri kwetu. Asante na barikiwe. Haleluya.